Kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru, inaletwa na wenu wa kila siku, mchungaji Mwira Mugula Robert, ikiwa mchungaji kwa kanisa la Sengemsel Panayoti. Kanisa hili linapatikana katika mji wa Bukavu nchini Kongo. Kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru, kinalo somo kubwa ambalo iko inawajia kila mara, lakini kabla tuanze somo hili, vema tutafanya kwanza maombi pamoja na ninyi wasikilizaji na watazamaji na wapendelevu wa kipindi hiki. Baba Mungu liyeumba mbingu na nchi, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunao moyo wa shukrani mbele za macho yako. Mungu sifiwe kwa namna unavyotulinda. Mungu tukuzwe kwa namna unavyotuchunga kila siku itwayo leo. Tarehe ya leo tena umetupa neema kwamba tuwe pamoja na wasikilizaji wetu na watazamaji wetu katika kipindi hiki mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Mungu libariki neno lako wakati tunalisoma hapa, wapate kwa wasikilizaji na watendaji. Neno hili lilete mabadiliko makubwa katika maisha yao, liwabadilishe, liwageuze na liwaumbe upya kwa jina la Yesu. Amina. Nilikuwa niko nawaambia kwamba kipindi tena kinawajia ambacho kinaitwa kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru kila mara kiko kinaletwa kwenu ikiwa na somo kubwa ambayo inazungumza juu ya siku za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Siku za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Tayari tulishakuwa katika sehemu sasa ya tatu kwa siku ya leo, na katika sehemu hii ya tatu lazima tutasoma kwanza neno la Mungu na baadaye tunaweza kuendelea. Tutasoma katika Injili kama alivyoandika Bwana wetu Yesu Kristo, Injili ya Yesu kama alivyoandika Mathayo sura 7 aya yake ya 15 mpaka aya yake ya 18. Injili ya Yesu Kristo, Mathayo akawa mwandishi. Tunaweza soma sura 7 aya 15 tunafika aya 18, nayo tunaisoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Narudilia ile aya, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matendo yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Ni neno la Mungu. Amina. Katika sehemu hii ambayo leo tutaiendelesha, tulishakuwa katika kujifunza juu ya dalili ambazo zinadhihirisha siku za mwisho, na dalili hizo tumezigawanya kwa sehemu 5 tofauti, na tungali kwa ile sehemu yake ya kwanza ambayo ni dalili za kiroho, nayo tunaigawanya kwa sehemu 2 kubwa. Sehemu yake ya kwanza ni zile ambazo zinaangalia kuongezeka kwa dhambi na uovu, na tumesema dalili hii ya kiroho inajidhihirisha katika tabia ya wale waswandi za Wakristo. Sehemu yake ya pili ni juu ya mvumo wa manabii wa uongo, na katika hii hali ya manabii wa uongo tumefunza mengi, na leo tunapaswa kuingia sasa sehemu ya 3 katika fundisho hili. Na katika sehemu hii ya 3 tutajifunza juu ya hatua ambazo zinaweza kutusaidia kuwatambua hawa manabii wa uongo, au njia ambazo tunaweza kujaribu kuwaelewa. Tukizijaribu wao
zinaweza kutuhakikishia hawa ni manabii wa kweli au hawa ni manabii wa uongo. Sasa hapo tumesoma neno la Mungu, Yesu Kristo mwenyewe, kama vile nilivyowaambia kwa sehemu ya pili, kwamba Yesu katika mafundisho yake amewaonya wanafunzi wake mara 15. Katika fundisho lake na wanafunzi amerudilia neno hili, jihadharini na manabii wa uongo. Ameirudilia mara 14 katika mafundisho yake na wanafunzi. Na hapa ambako tunasoma tena, Yesu anarudilia lile neno, anasema mujihadhari na manabii wa uongo, ambao watavaa ngozi ya kondoo, lakini ndani mwao ni umbwa mwitu mkali. Yesu hasemi tu umbwa mwitu, lakini ni umbwa mwitu mkali. Na sasa leo nimegundua hatua karibuni 5 ambazo nitazifunza leo. Kwa njia ya hii tunaweza kuwajaribu manabii wa uongo, tunaweza kuwapima na tunatambua kwamba hakika huyu ni nabii wa uongo. Moja ni kupambanua tabia zao, ni kuzipambanua tabia zao, pamoja na unabii ambao wanakupa, pamoja na namna wanavyotabiri, ikupendeze kuwacheki. Ziangalie tabia zao kwanza. Na la kwanza ambalo utajiuliza ndilo hili, utajiuliza, je, wanaooga wa Mungu na oga wa dhambi? Hii ndio utajiuliza kwanza. Pamoja na haya ambayo ananitabiria, pamoja na haya ambayo anayafanya, pamoja na hii miujiza anafanya. Sababu nilisema katika kipindi cha pili kwamba wanajitengenezea miujiza feki, wanajitengenezea miujiza ya uongo. Na wale ambao wasiokuwa na roho ya upambanuzi wanahisi kwamba hii muujiza ni muujiza kamili. Pamoja na miujiza yao, pamoja na namna yao ya kufundisha, pamoja na unabii wao, pima kwanza tabia zao. Jiulize la kwanza, je, mtu huyu anaoga wa dhambi? Anaoga wa Mungu? Anaogopa Mungu maishani mwake? Tukaingia mimi na wewe katika Timotheo wa kwanza sura 4 aya yake ya 2. Tusome na wewe uone Biblia inawasema wale watu watakuwa wa namna gani. Timotheo wa kwanza, tukiangalia ile sura ya 4, lakini pia na tunaweza kusoma mstari wa 2 katika jina la Yesu. Au nianze wa kwanza ili nipate kukueleza kinagaubaga. Nayo inasema kwa jina la Yesu, basi Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Sasa tutawatambuaje? Biblia inasema kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Watu hawa hawana la kuwashtaki katika moyo wao kwamba hii unayoifanya ni mbaya, hii unayoitenda ni mbaya, hii unayoitenda ni nzuri. Hawa dhamiri zao zimechomwa moto tayari. Nilete parantesi kidogo kuhusu dhamiri. Mungu ameleta dhamiri katika maisha ya Wakristo ikiwa na kazi mbili kubwa. Moja, iwashuhudie wakati wanapotenda mema. 2, iwashitaki wanapotenda mabaya, ili iwapeleke kwenye roho ya toba, ili wapeleke kwenye kuungama. Lakini hawa manabii wa uongo, haijalishi unabii watakutengenezea feki, haijalishi unabii watakaokutabiri, lakini hawa hawana oga kuhisi kwamba hukumu ya Mungu iko, nitapata shida, nitapata tabu yoyote. Dhamiri zao zimechomwa moto. Ndio maana wanafanya ile ambayo wanajisikia kufanya. Inamaanisha nini? Hawana oga wa Mungu, hawana oga wa dhambi. Kama vile hawana oga wa dhambi, vivyo hivyo na hawana oga wa Mungu. Sikia, la pili ambalo lazima utajiuliza kwa kupambanua
tabia zao. La pili ambalo utajiuliza, je, wanayo tunda la Roho Mtakatifu? Maisha yao uicheki kulingana na Wagalatia sura yake ile ya 5. Wagalatia sura yake ile, sura ya 5, tukiangalia mstari wake wa 18 na tunaweza kufika mstari wake wa 21. Na isoma katika jina la Yesu Kristo. Ninaweza kwanza tusome ile aya 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, ni furaha, ni amani, ni uvumilivu, ni utu wema, ni fadhili, ni uaminifu, ni upole, ni kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Uwacheki watu hawa baada ya kukutabiria. Uwacheki watu hawa baada ya kupa unabii, sababu inayodhihirisha kama mtu ni Mkristo kweli kweli. Amepokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Amebatizwa katika Roho Mtakatifu. Ukristo wake Roho anauzalisha matunda: 1, upendo; 2, furaha; 3, amani; 4, uvumilivu; 5, utu wema; 6, fadhili; 7, uaminifu; 8, upole; 9, kiasi. Inaomba huyu mtu baada ya kutabiria, haijalishi kisha amekutabiria, mpaka wewe mwenyewe unasikia kama hakika iko sawa vile, hii ni kweli. Hiyo isikudanganye. Muweke hapa kwenye mzani, leta na matunda ya Roho Mtakatifu, uiweke kwa mzani mwingine. Mnyanyue yeye, uangalie kama ekilibre iko ndani mwake. Haya matunda yapo. Sasa kama hauyaoni myeye, yapo matunda mengine, utaangalia kama ndiyo inajidhihirisha ndani mwake. Nayo ndiyo hii inapatikana kwa hii aya ya 19 mpaka aya 21. Utakutana kwamba anakutabiri, utakutana kwamba anakupa unabii, utakutana kwamba anakupa ujumbe, utakutana kwamba anafanya miujiza yenye munawaza ni miujiza, lakini ndani mwake munayo matendo ya mwili. Matendo ya mwili: 1, uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na Biblia inasema na mambo mengine yanayofanana hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Jiulize wewe mwenyewe, yule ambaye swadiza nabii anakutabiria midi, Metrezer anakugeuza mke wake. Sini ajabu hii. Anakutabiria midi mule mchumba ya maombi, lakini sana maliza kutabiria anakuambia, lakini unajua kama mimi nakupendaka. Unajua kama nikuangalia mimi nasikia kama mzuri sana, mimi nakupendaka. Jamani na unabana yeye, na anakuletea maverse biblike za convaincre, anakuambia mwenye haki ataanguka mara 7 na atasimama. Hiyo ndiyo atakayokuambia. Mwenye haki ataanguka mara 7 na atasimama. Sio kuanguka katika dhambi, wametuambia mwenye haki ataanguka mara 7 na atasimama. Lakini mwenye haki majaribu itamtwanga chini mara 7 na atasimama katika ile kweli, na atasimama katika haki. Inamaanisha mwenye haki, hata ibilisi afasone jaribu za namna gani. Shifre 7 katika Biblia inamaanisha ukamilifu. Inamaanisha hata mwenye haki apambane na majaribu yenye kukamilika, atasimama. Hata akutanane na dhambi zenye shetani ametengeneza zinakamilika, ndio mara 7, lakini hata hivyo atasimama. Huyu atakudanganya kwamba mnaweza zini naye mara 7 na mtasimama. Mnaweza zini naye na yeye mwenyewe ndiye atakuombea msamaha. Sasa jiulize, katika Biblia kunao washerati ambao unaruhusiwa kwa manabii, lakini hairuhusiwi
kwa Wakristo. Kunao uasherati unaoruhusiwa kwa watumishi, kwa wale uswadiza wajakazi wajalume wako, lakini hairuhusiwi kwa Wakristo. Usherati egale uasherati, dhambi egale dhambi. Mambo ambayo tutawatambua kwayo ni matunda ya mwili, na Biblia inatuambia ndani mwao muna uasherati, ndani mwao muna uchafu, ndani mwao muna ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi na ulafi. Mungu akusaidie msikilizaji. Mungu akupe sikio la tatu ili upate kuelewa. Ni kipindi mtajua kweli na kweli itaweka huru. Somo lake tuko tunafunza siku za mwisho na matokeo yake. Katika kipindi hicho tulishafika kilele cha kufunza juu ya dalili za siku za mwisho, ambamo mule ndani tunamo kuona kuongezeka kwa dhambi na uovu. Mesehemu tulishaifikia ni juu ya mvumo wa manabii wa uongo kuongezeka, na wale manabii wa uongo tumeeleza mengi kuwahusu. Tulishafika kwenye kilele ya kuwapima, njia ambazo kwazo tunaweza kuwacheki na tunawatambua. Cha kwanza ni kuangalia tabia zao. Katika tabia zao ni kujiuliza, anaogopa dhambi? Je, anaoga wa Mungu? Lakini pia katika hayo utajiuliza, anazo tunda za Roho Mtakatifu? Ulizo la kufuata utajiuliza, je, wana wivu wa wenye dhambi? Eske mtu huyu ana wivu juu ya mwenye dhambi? Yeye ni ganyeri dame, akaona wenye dhambi roho inauma, anajitoa kwa ajili yao. Watu hawa ninawahakikishieni hawana shida na mioyo yenu, wana shida na faranga zenu, wana shida na mali yenu. Watu hawa muanguke, mufanye dhambi, musipozifanya hawahangaiki. Kinachowahangaisha ni hela yenu. Kinachowahangaisha kwamba ninyi muwe shamba zao, muwe uchumi wao. Kwa njia yenu wale, kwa njia yenu wavae, kwa njia yenu wanunue magari, mukawapatia hela, mzini kwenye mtaenda zini, haiwaambie kitu. Mukiwatolea, mulewe, msipolewa hawahangaiki. Muwe wa michepuko, kuchepuka yenu haiwahangaishi. Cha muhimu kwao mukawatolee sadaka. Cha muhimu kwao mkawaletee fedha. Cha muhimu kwao kanisa zao zijae wengi. Lakini kusema watu hawa, je, waokoke waachane na dhambi, hawajali na hii. Sikia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kamtoa mwanawe, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hawa hawana upendo kwa roho zenu. Sikia, katika kutambua tabia zao kuzicheki, utajiuliza swali la kufuata, nalo litakuwa swali la 4, nalo ni gani? Je, wanachukia uovu na kupenda haki? Watu hawa wanachukia ubaya na kupenda haki. Usiingie katika makanisa tu juu ni mchungaji wako, juu ni kiongozi wako, na unanyamaza sawa sanamu mbele yake. Inaomba umcheki toka kidole ukafikishe unywele. Jiulize, huyu anayenitolea neno la Mungu, huyu anayeniwekea mikono, huyu anayenitabiri, huyu anayeniombea, anapenda haki na kuchukia uovu? Nikisoma Wagalatia sura 1 aya yake ya 9, Biblia inasema, kwa kuwa wewe umependa haki na kuchukia uovu, Bwana naye amekupaka mafuta na amo mafuta ya furaha kuliko ndugu zako. Haleluya! Ina maana wale ambao wanapenda haki na kuchukia uovu, Mungu anawatofautisha. Nani huyu ambaye wanamsema umependa haki na kuchukia uovu? Ni Yesu Kristo, kuhani mkubwa, ambaye kwetu sisi tunajifunza kwake. Tunapenda haki na tunachukia uovu, na yeye mwenyewe ametuambia, jifunzeni kwangu, jitieni nira yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Hawa utakapokutana ndani mwao hamuna kuchukia uovu na kupenda haki, utaenda kuwakutana kwa Warumi sura 1 aya yake ya 21 mpaka 31. Tutaisoma mimi na wewe, sababu naelewa hili ni somo
ni somo liliko doctrinal. En d'autres termes, ni somo la mafundisho makubwa ya Biblia. Na mafundisho makubwa ya Biblia huhakikishwa na maandiko matakatifu. Sio jambo ya kukuambia tu na sikuhakikishie na Biblia. Mambo haya ambayo nitaisoma katika Warumi, utakutana kwamba ndiyo inajaa ndani mwao. Wao hawachukii uovu. Ukaingia makanisa zao unaona vyenye wanapermetre, utashangaa. Ukisikia mahubiri yake vyenye anapermetre kusema muomeli yake, utashangaa. Lakini kwa sababu anakutabiriaka, kwa sababu anafanya miujiza, unabii wake, sijui miujiza yake inakupiga upofu, haumchunguzi. Soma Warumi 1:21. Na isoma katika jina la Yesu. Mambo ambayo nitayataja hapa, utakutana kwamba ndiyo inajaa katika maisha ya watu hao. Kwa nini niendelee bila kusoma Biblia? Nasoma katika jina la Yesu. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakajinena kuwa wenye hekima, kumbe walipumbazika. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Utenda kutana hawa ambao swadi za manabii, wajakazi, viongozi wa vyumba ya maombi, sio wote, maana mabaki ya Mungu ya kale. Haya nitakayoyataja hapa utakutana kwao. Moja, kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakisujudia kiumbe na kuiabudu badala ya Mungu anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyowapasa, wakipata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wakayafanya yasiyowapasa. Naendelea. Wamejawa na udhalimu wa kila namna. Manabii wa uongo hawa wajanja jamani, wajanja. Shetani amewapa logos, shetani amewapa maneno ya kukonvenkre wa Kristo wachanga, wa Kristo wa vuguvugu. Maana ni wadhalimu, wanayo ufundi ya kula watu franga, wanayo ufundi ya kukuitikisha yenye wanasema, wanayo ufundi kulingana na Paulo kwa Wakolosai ya kukufanya wanakugeuza mtumwa wao. Kuliko wewe uogope Mungu, unakutana wao ndio naanza ogopa. Kila neno watatamka unaliogopa, kila neno watasema unalikiri. Ni wazalimu, wajanja. Biblia, neno la Mungu inasema namna gani? Tuendelee mimi na wewe. Wenye Biblia inasema wanajawa udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na usuda na uwaji na fitina na hada, watu wa nia mbaya, wenye kusengenyana, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya. Mungu aturumie na tuwezeshe. Manabii hawa, mimi mwenyewe ambaye niko na kufundisha saa hizi, niko nazungumuza nawe saa hizi, kwa masikio yangu nimesha sikia na nimesha zungumuza na mmoja wa manabii hawa. Mwenyewe ananiambia namna gani waligundua mtu mmoja mwenye hela na wanajua kutunga ubaya, wanajua kutunga unabii,
na wanapatana, wanamwambia jina lake fulani, anampa jina, anampa namba zake, anamwambia kazi anafanyaka na kwa anatumikaga, naye mwenyewe ni wa ile mji, lakini anamwambia ujifanye kana kwamba unatoka nchi nyingine, umwambie Mungu amenipa jina lako, umwambie wenjo fulani na kwenye unatumikaka, na anampatia hata namba za simu, anamwambia na Roho amenifunulia namba za. Wanajua kutunga ubaya, wanajua kutunga ubaya. Kumbe wanalenga hela ya huyu baba, na anamwambia mwenzio utakuwa mwambia kama na haiko minjo wa kwanza, na Mungu amenifunulia kuko mtumishi wa Mungu fulani, jina lake fulani, mimi niko mtu wa Malawi, iko anajisemesha Kiingereza cha ajabu, mimi ni wa mbali, na mtu huyu anahisi kwamba, na ni kweli naamini, kumbe wajanja manabii wa uongo. Wakristo wapendwa, acheni Roho Mtakatifu awe macho yenu, acheni Roho wa utambuzi awe katika maisha yenu, atawasaidia kuwagundua. Nimesoma Biblia, neno la Mungu imeniambia mutawatambua kwa matendo yao. Mathayo sura 7 aya 16. Mutawatambua kwa matendo yao. Na matendo mtawatambua kwayo ni ipi? Ni hii mwira iko anakutajia hapa polepole. Wacha niendelee nikuambie, wenye jeuri, wajeuri hawa hawahangaiki kwamba wakikuombesha habahangaiki jamaa lako, habahangaiki kazi yako. Uhombe usipohomba, wanajua wao wanarehisiri, maana ni wajeuri, ni wajeuri. Mungu atuhurumie na Mungu atuwezeshe, na Mungu awe pamoja na ninyi wasikilizaji na watazamaji ambao mko mnanifuata. Wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema. Angalia leo wangapi wako ba divorce wale manabii wa uongo. Angalia wangapi wako divorce, hawapendi jamaa zao. Angalia namna gani vile hapendi jamaa lake na anakutabiria. Soma Biblia yako vizuri, inatuonyesha katika amri 10 za Mungu. Je le dis et je le répète à majuscule, bien encadré, bien souligné. Amri 10 za Mungu, moja tu ndio iliyo na ahadi, nayo ni amri ya 5: mheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuongezeka. Wasikilizaji, mnisikilize vizuri. Huyu nabii mwenye alishakutenganisha na mama, anakutenganisha na baba, anakutenganisha na ndugu, anakutenganisha na rafiki, atageuka baba yako, atageuka mama yako, atageuka shangazi, atageuka mbaya, atageuka mama, atageuka nani? Biblia inasema heshimu baba na mama. Inasema heshimu baba yako Mkristo, chukia mama yako Mkristo. Inasema baba na mama, ili siku zako zipate kuongezeka. Jamani, Biblia haijawahi kukwambia kwamba ujitenge nayo, lakini manabii wa uongo leo wajeuri. Alishagafanya akutenge na baba kusudi uonekane sawa vile yeye ndio anakuweka zaidi ya baba. Amekutenga na rafiki, amekutenga na ndugu, kwa mwisho utakuwa nini? Na siku moja mimi nilifundisha neno hili, kama Wakristo wanayoti wanaweza kumbuka, wale wenye wako wananifuata katika fundisho hili, walio mbali au karibu, na nikawaambia kwamba ukaona mwenye anataka kukutenga na watu, jitenge na yeye, ubakiane na watu, kwa sababu mtu bila watu ni kitu. Na kila mwana anataka akutenge na baba, akutenge na mama, akutenge na ndugu, anataka akushozifie, anataka akufanye kitu. Je le dis encore une fois, je le répète, mutu ni watu. Achana na unabii ya kutenga na watu, achana na unabii ya kutenga na baba na mama, ya kutenga na ndugu. Hawa kuna wenye wanaenda hata na mbali, kuna wenye wanaenda hata mbali na wanakutenga na mke wako, au mke wanamtenga na mume wake. Shida ulio nayo ni mke wako njo kilalo, shida ulio nayo mume wako ndio kilalo, shida ulio nayo XY njo iko nayo. Wanao ibilisi wao anawatumia katika unabii ule, watenganishe kanisa, watenganishe watu na watu, watoshe mtu mkanisa, wamtabirie ile kanisa mna walozi, mna wachawi. Kumbe mwenyewe ndiye mchawi, anayekwambia utoki kanisa mna wachawi, ye mwenyewe ndiye mchawi wa roho yako. Mungu akuhurumie na Mungu akuwezeshe. Hatu hawa ni wajanja, wanavunja maagano, hawapendi jamaa zao, hawana rehema, wasio na rehema, waharibu
wanaharibu mabinti katika makanisa zao. Wanaharibu mabinti. Hawajalishi kusema huyu mtoto nilimwombea jana, nimpatia meza ya Bwana juzi, leo tena nifanye washerati na yeye. Waharibifu, hawana dhamiri, ni wajeuri. Mungu atuwezeshe, na Mungu pamoja na sisi, na Mungu aendelee kuwa pamoja na ninyi ambao mnaonifuata, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, lakini hata hivyo wanatenda hayo. Wao wenyewe wanaelewa kama hivi ni mbaya, kuviacha hawaviachi na wanaendelea. Na hata ukijaribu, kama kuna mmoja mwe unawajua kati yao, ukimwambia jamani nini hii, atakwambia achana na vile wewe, achana na vile. Sinyo tulitangulia mwabili, utakula ile kweli yako, utakula ile haki yako. D'autres termes, wanajua ule ubaya, hawauachi. Hawauachi. Na hawazihirishi watu iliyo kweli. Sababu wakawazihirishia iliyo kweli, matendo yao yatakuwa dhahiri na hawatawapata tena wateja wao, sababu wao wanawafanya kama wateja. Wacha niendelee na somo langu, niseme nini la kufuata hapa. Utajiuliza swali la kufuata, swali la 5 sasa. Je, watu hawa katika makanisa, je, watu hawa katika vikundi vyao, je, mtu huyu wakati anakusanya watu anakemea dhambi? Je, anakemea dhambi? Hawezi kuikemea juu anajua kaikemea mtamkwepa, na mkimkwepa hatapata tena sadaka, hatapata tena mali. Sababu yeye halengi mioyo yenu ibadilike mumgeukie Mungu. Analenga ninyi muwe shamba lake, nyinyi njo muwe kioske yake, nyinyi njo muwe shamba yake. Je le dis, je le répète. Baba, mama, kaka, dada, mbona umegeuka shamba ya manabii wa uongo? Mbona umegeuka shamba ya wajakazi na wajalume? Tangu hapo walianza kuchuma mali yako. Tangu hapo wamekula mshahara wako, wamekula ufugo wa mlimo wako, mali yako. Ulifaidika nini? Ulipata nini? Resulta ni gani? Matokeo ni gani? Mungu akuhurumie. Neno hili linalenga wewe uliyedanganywa na nabii wa uongo. Rudi, maana mabaki ya Mungu ingali. Wakuwekee mikono, wakufungue, wakuombee neema mpya na historia mpya na kibali mpya ya maisha. Mungu awe pamoja na wewe, Mungu akusaidie. Acha niende kwenye sehemu ya pili ambayo inaweza kutusaidia kuwagundua manabii hao, njia ambazo zinajaribu manabii wa uongo na wafundisho na walimu wa uongo. Njia ya pili, pambanua dhamira yao. Pambanua dhamira yao. Katika sehemu hii ninapenda nifundishe karibuni mambo mane. Manabii na walimu wa kweli hutafuta mambo mane. Kama ukikutana huyu mjakazi mwenye anakutabiriaka hana hii mambo mane, hakikisha haiko nabii wa kweli. Ukikutana katika dhamira yake huyu hana hii mambo mane, usiende mbali, achana na yeye. Ukagundua ndani mwake mna mambo haya mane, utaelewa mara moja huyu ni nabii wa kweli, huyu ni mtumishi wa Mungu. La sivyo, achana na yeye. Cha kwanza ambacho manabii wa Mungu na walimu wa kweli wanatafuta, cha kwanza, katika yoyote ambayo wanaifanya, Mungu atukuzwe. Katika yote wanafanya, kama ni unabii wanatabiri, Mungu atukuzwe. Kama ni kuhubiri wanahubiri, Mungu atukuzwe. En d'autres termes, wanajiunga na ile wimbo ya mwimbaji, mimi napotea wewe uonekane. Hakuna vya kujipiga kifua. Hivi mnaanzaga ona, mnajua kama wale manabii wenzetu walitabiri katika kutetemeka, walitabiri katika oga, walibeba ujumbe na oga. Walijua yetu nabeba haiko yetu, walijua yetu nabeba ni ya Mungu. Meleo madhabahuni unasikia nabii kwa madhabahu kwa naomba ruhusa, nitabiri niache. Naamini mko mnawasikia kwenye maredio zenu na kwenye mitandao. Mimi siko hapa ili ni detruire watumishi wenzangu. Niko hapa ni detruire manabii wa uongo. Niko hapa ni watangazie wa Kristo mupate kuwapambanua. Hawa manabii wa kweli, cha kwanza katika yote wanayoifanya, wanafanya yote Mungu atukuzwe. Haleluya. Ili Mungu awatukuzwe. Hawana lengo mbili. Hawa wale wenzetu wao yenye wanafanya ni kwamba wao watukuzwe.
wao wainuliwe, wao wawe juu. Wakiingia madhabahuni banakamata unabii sa vile ni yao, ufunuo sa vile ni wao. Wao wanaanza beba Roho Mtakatifu sa vile banambeba mposhi. Mpaka ninairudilia tena, wanasimama madhabahuni na wanaambia waumini wao, wanaambia wale, kama niseme haiko Wakristo wao, wanaambia baadepte wao, wanaambia waumini wao, nitabiri niache. Ema, nitabiri niache? Niseme au ni nyamazi? Unasikia wale waumini wao, sema baba, sema baba, sema baba. Pole kwenu. Wale manabii wa kweli na walimu wa kweli, cha kwanza wanatafuta Mungu atukuzwe. Mwira, mbona huko unasema sema bila kusoma Biblia? Tusome Biblia tuone kama nayo ni vile inaishuhudia. Sababu hii ni fundisho kubwa la Biblia. Haliniombi niende nalisema tu katika kueleza bila kusoma maandiko matakatifu. Na Biblia inaniambia nini kwa Wakorinto wa kwanza? Niache wale Wakorinto, nisome Wafilipi sura yake ya kwanza mstari ya 12 mpaka 21. Nasoma neno la Mungu kwa Wafilipi sura zake moja. Wafilipi sura moja. Ndiyo, Wafilipi sura moja. Tunaweza kuangalia mstari wake wa 12. Nianze 12 mpaka 21. Ninasoma katika jina la Yesu. Kama vile nilivyowatazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa udhabiti wote, kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo ataazimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Jina la Bwana libarikiwe. Paulo yeye anasema kitu moja tu yenye mimi nalenga, na niteseke lakini Mungu wangu atukuzwe, na nihangaike Mungu wangu atukuzwe, nikiwahubiri nijue Mungu wangu ametukuzwa, nikiwafundisha ninalenga kitu moja, Mungu atukuzwe. Nampenda Paulo. Nafasi nyingine anasema ninautabisha mwili wangu nihakikishe nimemletea Kristo bikira safi asiye na mawa. Haleluya. Ambaye ninajua furaha yangu sandafika kule mbinguni, na ninyi niwaone mumefika kule mbinguni pamoja na mimi. Wale walimu wa kweli, wale manabii wa kweli wanalenga kitu kimoja, wahakikishe wakiimba Mungu atukuzwe, wakiomba Mungu atukuzwe, wakihubiri Mungu atukuzwe. Katika huduma yao, katika utumishi wao, hawana la kujisifu, hawana la kujitapa, hawana la kujipigia mikono, lakini katika lolote hawajitaji wao wenyewe, hawajisemi, hawajisifu. Wanazungumza kama Paulo. Hakuna kwenye Paulo alijiita bishop, hakuna kwa alijiita arkiobishop, hakuna hata kwa alijiita mtume. Fasi moja tu anaambia wenzio, na mimi ni mdogo wa wadogo, lakini fasi nyingi alizoea kuzungumza na kusema mimi Paulo mtumwa wa Kristo Yesu. Haleluya. Lakini hawa manabii wa uongo wanajitapa Bwana, wanapiga vifua kwenye madhabahu yao Bwana. Wanataka ninyi njo wao njo wachukue nafasi kubwa katika mahubiri zao kuliko Kristo Yesu. Wao njo majina zao ziimbwe kuliko Kristo Yesu. Mungu atuhurumie na Mungu atuwezeshe. Sikia, jambo la pili ambalo linadhihirisha kwamba huyu ni nabii wa kweli. Jambo la pili, kuongoza kanisa kwenye utakaso, kuongoza Wakristo kwenye utakaso. Haleluya. Wanalenga katika lolote walifanyalo wahakikishe hawa waumini wetu juzi na jana walikuwa wenye dhambi, lakini leo wamefunguliwa kwenye dhambi, wametubu. Juzi na jana walikuwa wavuguvugu, lakini leo wamekamilika. Hawa walimu na manabii wa uongo, wao hawalengi hiyo. Wao hawalengi hiyo. Hawalengi ile habari ya kusema tuongoze watu kwenye utakaso. Wanalenga wawahubiri mahubiri zenye mafanikio, zenye kuinuliwa, zenye kwenda Ulaya, zenye kwenda sijui wapi. Na katika mafundisho zao wanaweka amo madedwan machambula yao. Wanawambia Bwana amenionyesha utenda Ulaya, lakini ili ufike ufanye hiki, ili ufike ulipe, ili ufike utende hiki. Hata maombi zao wanalipa.
Hata maombi zao zina facture. Ya ndoa ina yake, ya masomo ina facture yake, hii ina facture yake. Hawalengi hiyo, hawalengi. Lakini nisome Biblia Mwira. Kwa nini useme tu Matendo ya Mitume sura 26 aya yake ya 15 mpaka 18? Tusome neno la Mungu tuone linazungumza nini. Wale walimu wa kweli, wale manabii wa kweli wanalenga utakaso wa taifa la Mungu, wanalenga utakaso. Wale walimu wa kweli wanaongoza kundi la Mungu kwenye utakaso, wanaongoza kanisa kwenye utakaso. Je, hawa nao, hawa unaoambatana nao, siku ngapi alishakukemea kudhambi? Siku ngapi alishakukemea kutabia na morale yenyuko nayo? Siku ngapi alishaka kuambia hii sio nzuri, achana na hii ili ufike mbinguni? Alama ya kuuliza, wewe mwenyewe unajibu. Matendo ya Mitume sura 26 aya 15 mpaka 18. Tuangalie neno la Mungu linasema maneno gani pale. Matendo ya Mitume sura zake 16. Tuone Biblia neno la Mungu inasema namna gani. Bwana Yesu awabariki. Nimezungumza, nimesema Matendo ya Mitume sura zake 26. Actes des Apôtres chapitre 26 le verset 15. Tuone neno la Mungu linasema namna gani. Eske ni hapa? Ngoja nikafikirie vizuri, nisije nikakupatie mtume ambayo sio. Tuone Biblia inasema nini. Sio Matendo ya Mitume, tuangalie wa Korinto. Nadhani itakuwa wa Korinto hawa. Wa Korinto wa kwanza, tuangalie ile sura yake ya 6 aya yake ya 18. Inazungumza namna gani ili tupate kufikiria pamoja na wewe. Hapana, tafadhali. Nadhani itakuwa tu ni ile sura 26 kabisa ya Matendo ya Mitume. Tunasema aya yake ya 15. Ninaendelea pale kidogo, nasoma katika jina la Yesu. Nami nikisema, wewe unani? Bwana, Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unamuudhi. Lakini inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii. Sikiliza vizuri. Nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Nafuata sasa lengo, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao, uwafumbue macho. Cha kwanza. Cha pili, na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru. Cha nne, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Hii ndiyo lengo ya manabii na watumishi wa kweli, kuongoza kanisa kwenye kweli. Nataja tena hapa jamani, Yesu na haraka, macho yao yafumbuliwe. Hii siyo macho ya upofu wanayoyazungumza, lakini macho ya roho yafumbuliwe, yaone ukuu wa Mungu, yafumbuliwe yamjue Mungu, yafumbuliwe watambue Mungu ni nani, waone urefu wa Mungu katika maisha yao, waone unene wa Mungu katika maisha yao. Nimaanishe nini? Waone longere ya Mungu, largere ya Mungu, profondere ya Mungu, hotere ya Mungu, puissance ya Mungu. Macho yao yatoke magamba, wawe tayari kuona uzuri na wema wa Mungu. Lakini cha pili, na kuwageuza waziache giza na kuigeukia nuru. Haleluya. Lakini la kufuata, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. La kufuata, kisha wapate msamaha wa dhambi zao, na nyuma ya ule msamaha wa dhambi wageuke warithi waliotakaswa kwa imani iliyo kwa Kristo Yesu. Hii ndiyo inayodhihirisha wale walimu wa kweli. Wewe mwenyewe nyumbani pale uliko unaweza soma wa Korinto wa kwanza 6:18. Sikia, jambo la tatu ambalo manabii wa kweli na walimu wa kweli wanalenga ni kuokoa waliopotea. Haleluya.
kuokoa waliopotea. Wewe upotee usipotee, manabii wa uongo hawakuhangaiki. Niko nairudilia, wanahangaikia mfuko yako njo, wanahangaikia lufaranga yako njo. Lakini kusema wao wawe na susi juu ya roho zimepotea na waziende waone gisi wanaweza kuzirudisha tena kwa Kristu, hawawezi. Sikia, jambo hili tunaweza kulisoma kwa Wakorinto wa kwanza sura 9 mstari wake wa 19 mpaka mstari wa 23. Neno hili tunaweza kulisoma kwa Wakorinto wa kwanza sura zake 9. Wakorinto wa kwanza sura zake 9, nadhani ni hapo. Wakorinto wa kwanza sura 9 mstari wa 19 tufike mstari wa 23. Na isoma katika jina la Yesu. Maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa wa wote ili nipate watu wengi zaidi. Haleluya. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Hii ndiyo tabia ya nabii wa kweli. Hii ndiyo tabia ya mwalimu wa kweli. Anaitika yeye aingie katika difficulty, dawa moja apate, roho moja imurudilie Yesu. Anapenda warudishe wale waliopotea, awalete kwa Kristo. Kwa wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele ya Kristo, ili niwapate hao wasio na sheria. Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Ni neno la Mungu. Mungu atubariki. Hii ndiyo inayodhihirisha wale manabii wa kweli. Jiulize, nabii wako anakuwaka na susia wenye dhambi? Anakuwaka na susia wenye kupotea? Mjakazi wako anakuwaka na susi ya watu wenye wanatenda dhambi? Anakuwaje? Umjaribu. Hiyo itakujalia neema ya kuelewa ni wa kweli au ni wa uongo. Wacha niendelee. Jambo la mwisho ambalo kwalo unaweza kugundua nabii wa kweli, au jambo la 4 ambalo linadhihirisha manabii wa kweli, ambalo ukilikosa kwa nabii wako utajua haiko nabii wa kweli, ni kutangaza na kuitetea injili ya Kristo Yesu. Haleluya. Kuitangaza na kuitetea injili ya Yesu Kristo. Niliposoma Wafilipi sura 1 aya 16, nimeona Paulo mtumishi wa Mungu anaendelea kusema nini hapa jamani? Wafilipi sura ngapi hii? Wafilipi sura 1 na mstari wake wa 16. Naisoma pale nione inazungumzia namna gani. Naisoma katika jina la Yesu. Nayo inasema hivi: hawa wanamhubiri kwa pendo, wakijua ya kuwa nimewekwa ili nitetee injili ya Kristo. Haleluya. Hii ndiyo tabia na hali ya manabii wa kweli. Hawajishughulishi na mambo mingi, wanayo daraka ya inaluma mioyo yao, watetee injili ya kweli. Nabii wa uongo anatetea tumbo lake. Nabii wa uongo anatetea faida zake. Nabii wa uongo anatetea miradi yake, anatetea proje zake. Hatetei injili ya Kristo Yesu, anatetea faida zake binafsi. Ninataka nirekipere muda wangu ambao tuliupoteza. Bado somo langu linaendelea. Ninataka nikuambie kipimo ya 3. Nilishafundisha kipimo cha kwanza, pambanua tabia zake. Kipimo cha pili, pambanua dhamira zake. Kipimo cha 3, pima tunda katika maisha ya ujumbe wao. Je, vinaambatana na maisha yake? Sababu kuna wale madhabahuni wanatangaza neno la Mungu. Mfuatilie na macho yake nje ya madhabahu yake. Mfuatilie na maisha yake nje ya kanisa. Mfuatilie na unabii wake nje ya kituo cha maombi ambako anawatabiri yake. Akishatoka nje, je, anafanana ule ujumbe anaowatolea? Anaishi sawasawa na ule ujumbe anaowatolea? Anaishi sawasawa na ule unabii anaowatolea? Jamani, pima tunda katika maisha
na ujumbe wao, je, vinaambatana? Nataka kutangaza nini hapa? Ni waongofu ambao hawajakabidhi kamwe kikamilifu neno la Mungu katika maisha yao. Na irudilia, hawajapima hata siku moja wao na maisha yao, wao na neno la Mungu kuko paralelism. Neno la Mungu kushoto, maisha yao iko kume, habifananani. Ukimubeba inje, unaweza waza kwamba huyu mtu anakuwaga mo batu bawili. Unaweza jiuliza, kuna kuwaga ule mwana tutabiriaga, ule mwana fanyaga miujiza, na kuna kuwaga huyu. Utashangaa huyu nabii wako siku moja utamkutana munganda. Utashangaa siku moja huyu nabii wako utamkutanaka mubwati denui. Jamani tumesikia habari za hawa manabii wa uongo na walimu wabaya. Kuna wale kabla waingie madhabahuni, eti upako wao ni kulala na wanawake kwanza mbele waingie madhabahuni. Njoo upako wao. Utashangaa siku moja utamfumanisha huyu nabii wako kwenye wafumu. Sababu na wewe mwenyewe unaendaga kwa wafumu. Unaendeaga wafumu, na ninakutabiri leo juu na mimi niko nabii wa kweli. Siku moja Mungu atafanya mgongane na huu nabii wako kwa wafumu. Njoo utajuaga kumbe nabii wako nawe yenyewe wote mko tabia moja. Yeye wa ndani haiko yenyewe anakuaga wa inji. Jamani acha kudanganywa juu anakutabiri, anasema. Hata na mimi mweniko nafundisha hapa kwa hii madhabahu. Na mimi ninawaambia, na mimi nifuatilie. Mimi Mwira ambaye ninawahubiri neno la Mungu. Fikeni nyumbani kwangu muangalie kama tabia zangu na zinafanana na neno la Mungu. Nichunguzeni kokote ninakopita. Kama mimi Mwira sifanani neno lenye mimi nawafundisha, inamaanisha na mimi sienei. Lakini Kristo Yesu ananielewa, na dhamiri zangu zikinishuhudia, mimi nashika neno la Mungu, nalipenda, nalifurahia, na vile ninavyolifunza na vile ninavyoliishi mimi mwenyewe. Na kutangazia hayo, we mwenye kunisikiliza na kunifuata, na kama ulishaniona muubaya, kuja uniambie, uniseme mahubiri yako ya tarehe fulani Mwira ulisema uongo, kwa sababu ulitutangazia mneno kwamba umeacha dhambi. Oro nilishakuona na mwanamke, au nilishakuona mpombe, au kwa wafumu, au kugombana, au mwizi, au mbongo. Uje ukaniambie. Mimi ninakutangazia, fuatilia vizuri nabii wako. Utakutana kwamba maisha yake mchumba ya maombi sio maisha yake nje ya chumba ya maombi. Maisha yake kwa madhabahu ya ile kanisa yenu sio maisha yake nje ya kanisa. Oro sisi ndani na nje tuko nuru. Haleluya. Ndani na nje tutaangaza Kristo. Tutatangaza. Maisha yetu itahubiri zaidi ya maneno yetu tunahubiri madhabahuni. Maisha yetu itaonya watu zaidi ya maneno hii niko na waonya. Maisha yetu sisi wenyewe ni mwalimu mkubwa. Neno la Mungu linataka kuniambia nini? Mathayo sura 7 aya 16. Pale pale kwenye tulianza leo na neno la Mungu. Acha nipasome tena, tusome mimi na wewe. Mathayo sura 7 aya yake ya 16. Lakini nianze 15. Jihadhari na manabii wa uongo, watu wanao wajia wamevaa mavazi ya kondoo. Wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni umbwa mwitu wakali. Umbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Kwa matunda yao ndio mtawatambua. Na Kristo Yesu anauliza, inaweza wezekana mti mmoja itoe matunda mazuri na mabaya? Aibu ulishakumezesha unabii wako. Kama c'est possible afundishe vya mzuri kwa madhabahu, akizini na wewe unaendelea kumuitika tu ni nabii. Anasema vya mbaya na unamuitika tu kama ni nabii. Wewe wako anatoa mti moja inatoa matunda mazuri na inatoa matunda mabaya. Yesu wetu alikatalia Biblia. Alisema mti mzuri inatoa matunda mazuri na mti mbaya inatoa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Haiwezekani. Kama ni mwovu na inatoa maovu, kama ni mzuri na inatoa mazuri. Oh, haleluya. Nina matumaini huko unanisikiliza. Ninaenda kumalizia somo langu la leo na kipimo cha 4 cha kupima nabii wa uongo. Kipimo cha 4 cha kupima nabii wa uongo. Somo hili lina mafaa kwa maisha yako. Somo hili lina mafaa kwa Ukristo wako. Somo hili linafaa
kwa maisha yako ya Ukristo. Pambanua kiango chao cha kutegemea maandiko matakatifu. Huyu nabii wako upambanue kiango chake cha kutegemea maandiko matakatifu. Naeleza nini hapa? Je, huyu nabii, huyu mwalimu wangu anaamini na kufundisha kuwa maandishi ya Agano la Kale na Agano Jipya ni neno la Mungu ambalo linavuviwa kikamilifu? Isitoshe, na Mungu na huyu mtu anayakubali kama ni maneno ya Mungu na anayatii. Ninarudilia ile msemo. Pambanua kiango cha kutegemea kwake maandiko matakatifu. Anakamataje Agano la Kale na Agano Jipya? Maandiko ya neno la Mungu. Je, anaamini kama vile Paulo asemavyo, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilika, apate kutenda kila tendo njema. Jiulize, huyu mjakazi mwananiombea, huyu mjakazi mwananitabiri, huyu mtumishi mwananiombea, mwananitabiri, anaamini maandiko yote matakatifu? Hakuna siku moja alijidanganyaka akadanganyika usemi akakwambia wewe utakuwa unafuata vyote vinaandikwa Biblia. Unagusa nisikio, naelewa, naambiwa uongo huyu. Hakuna wakati moja mlikuwa mko diskite na neno la Mungu anakuambia achana na ile, achana na ile, achana na ile. Hata mahubiri zao wenyewe yapo maandiko yenye wanaanza bagua na wanasema haya achana na ile, haya haituelekei, haya ni ya wale. Biblia neno la Mungu kwetu sisi tunaliamini tokea Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Maandiko ya Biblia sisi tunayaamini kwamba yote yamevuviwa na Roho Mtakatifu. Nabii wako hayaanzaga kuambia kama Biblia imezeeka. Nabii wako hajakwambia kama Biblia imezeeka. Nabii wako hajakwambia kama ile maandiko ni ya Wakorintho haiko yetu. Hajawahi kuambia hii achana na hii. Hajawahi kuambia achana na vile. Haushangai hata mule mchumba yenu ya maombi kwa unaombeaga na kuonenda tabiriwaga, mnaanzaga Caesar mnamaliza 18 na mkufungula Biblia. Anaanza kuwatabiri moja kwa moja, mko watu 1000 na lakini kama yeye anakuwa mashini unabii wenu, kama anakuwa anawatabiriaga 10 jours. Mnaanza mnaweza maliza mkufungula hata Biblia. Amini maandiko matakatifu. Mwira na maanisha nini wapendwa katika Kristo? Ninapendelea kuambia jambo hili kusudi nipate kumaliza katika kipimo cha ngapi hiki? Kipimo cha 4, nikingali na cha 5. Kumbe inafaa ujiulize kulingana na Yohana wa pili sura 1 aya ya 9 mpaka ya 11. Biblia inatuambia nini? Kama sivyo utatambua kuwa huyu ni mjumbe wa Shetani. Acha nisome mimi na wewe hapa. Waraka ambao ni ya watu wote. Nayo inaitwa Yohana wangapi huyu? Yohana wa pili. Yohana wa pili sura ni 1 tu. Pamoja na wewe tusome mstari wa 9 na usoma mpaka 11 katika jina la Yesu. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Unanyamaza msalo yako, mimi ninawaza kama uko mtu ambaye ananifuata vizuri utasema amina pale. Biblia inasema kila apitaye cheo wala asidumu katika fundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Nabii wako hakwake tena na Mungu kwa sababu hadumu katika mafundisho ya Kristo. Ule mwananzaka kukutabiria vile alishaka trebishe. Juu katika sehemu yangu ya pili niliwaambia kuko manabii wenye walianza vizuri, mesa walifika katikati wakakutana na probleme mbili. Ya kwanza tamaa ya fedha, ya pili kiburi. Na sasa kiburi iliwaingia na tamaa ya fedha wakatrebishe, na wakaanza kutabiri uongo ili wapate fedha, ili wapate mali, ili wawini. Walikutana na wenzao wakawachanganyisha. Sasa kwa vile hakudumu katika fundisho la Kristo, huyo hana Mungu. Niendelee.
Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana pia. Haleluya! Bali wale wenye wangali katika fundisho la Kristo, wale wenye wanaitika maandishi ya Agano la Kale na Agano Jipya kwamba yanavuviwa na Mungu na yote ni neno la Mungu, Biblia inasema hao wana Baba na wana Mwana. Hao wako na Mungu mu maisha yao na wako na Kristo mu maisha yao. Ni vile maandiko inataka kutuambia. Acha nisome vizuri jamani. Mtu akija kwenu na haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu, wala msimupe mkono. Sio mimi ninaizungumza, msikilizaji na mtazamaji. Biblia neno la Mungu ndio niko na exploite. Inatuambia hivi: mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu, wala msimupe salamu. Wale wenye watakuwa wanaanza kuja kwenu wanawaletea mafundisho tofauti na yale ya msingi mlioyapokea. Msiende mbali wa Kristo wanayote. Msiende mbali wasikilizaji wenye kunifuata katika nchi mbalimbali, wenye wamenifuata leo na wataendelea kunifuata baada ya siku ya leo. Akija kwenu hadumu tena katika fundisho, ana Mungu. Sio mimi, Biblia ndiyo inahitaji. Isitoshe, mpaka wanatuambia hata salamu tusimpatie, mkono yetu tusimsalimie, hata tusimkaribishe nyumbani mwetu, hata tuchanganye, hata tuachia mamprenti digitali zake za mbaya nyumbani mwetu. Miguu yake ikanyaga mwetu itaacha amo uongo. Miguu yake ikanyaga kwetu itaacha amo hewa ya ibilisi, ya uongo, ya udanganyifu. Tusimkaribishe. Wacha nikazungumuze neno la mwisho ili nipate kuwaombea. Kipimo cha 5 na ndicho cha mwisho: hatimaye pima uadilifu wake na fedha. Uadilifu wake na fedha. Uadilifu wake na fedha. Anakuwa na metrize ya namna gani mbele ya makuta, mbele ya fedha? Kuko wakati mlishakutana naye na hakusema lufaranga. Kuko wakati alishakutabiria malize na aseme lufaranga. Kuko wakati mlishaanza mkutano wenu na uishe na hakusema lufaranga. Angalia metrize yake mbele ya ufaranga, jinsi roho yake inapupaka mbele ya ufaranga. Kuko faranga ya uchumba, bakuombea uchumba bana faktire yabo, bakwa deliverance bana faktire yao, sijui wanani wana faktire yao, sijui wanani wana faktire yao. Anapenda mpaka jiimplike hata mpaka na msalere yako, msalere yako. Kuna wakati hata atakuambia Bwana amesema huyu asilugusake usipatiake tena na huyu na huyu, lakini yeye ndio uletee, ukizipokea zipite kwanza kwangu tuzifungue mashi. Mungu kuri kubiaviri. Mungu awezeshe na Mungu pamoja na ni. Na Biblia inatuambia katika Wakorinto wa pili sura 3 na mstari wa 2, watakuwa wenye kupenda fedha kuliko Mungu. Wapenda wasikilizaji na watazamaji, ilikuwa kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru ililetwa na wenu wa kila siku, mchungaji Mwira Mugula Robert, akiwa mchungaji wa Saint-Michel Panayoti Bukavu Industriele, katika mji wa Bukavu katika nchi ya Kongo. Ukitaka kuwasiliana nasi unaweza kutupata kwenye konti yetu ya kanisa Saint-Michel Panayoti Bukavu, lakini pia unaweza kunipata kwenye +243 994 21 84 97. Ninao moyo wa shukrani tele kwa hao wapendwa wetu ambao walitufuata tarehe ya leo. Nikianza na wapendwa wenzangu ambao walikuwa wasikilizaji wetu wa karibu. Bwana Samueli Angle, Mungu akubariki. Bwana Lela, Mungu akubariki. Papa Boroto, kiongozi wa wababa, Mungu akubariki. Pamoja na makamu wako Papa Baba Karle, ubarikiwe kwa kutusikiliza na kutufuata. Lakini pia Papa Baba Shuza, Mungu akubariki sana. Sagesse, Mungu akubariki. Papa Irenge, Papa Baba Eritie, ndugu Baronyi Pacifique, pamoja na ekipe yetu yote ya media, Bwana Josue Jojo, pamoja na kaka Bahati na Bwana David Leroy na Elia Mshamuka, mubarikiwe na Bwana. Lakini wapo watu wengine sana wengi waliotufuata kwa mbali. Oscar Aksante, Mungu akubariki sana kwa kutufuata. Ezanse Miriame, Mungu akubariki. Papa Jamari Birindo, ubarikiwe sana kwa kutufuata. Nathanaeli Msengezi, ubarikiwe sana kwa namna ulivyotufuata. Keila Kerene, ubarikiwe sana.
Elize Aksante Banywesize, umetufuata kwa mbali, na we Mungu akubariki. Mwamini Mugisho mama, Mungu akubariki mahali unapopatikana. Noelaga Nywamulume ubarikiwe. Dada Alice Muka ubarikiwe. Papa Mituga ulitufuata, Mungu akubariki. Papa Erike Bashengezi ubarikiwe. Lakini pia Natali Simi ubarikiwe sana. Crispe Mugisho ubarikiwe pamoja na jamaa. Antonia Mwira umetufuata, Mungu akubariki. Jolie Bintu ubarikiwe sana. Ombeni Chiza, Mungu akubariki. Jemima Kavugo ubarikiwe na Bwana. Cecile Mapendo, Bwana Yesu aongezee maradufu kwa namna mnavyotufuata. Samueli Mweze na Kiingereza yako mrefu, na wewe Bwana akubariki. Sere Mwinja mbarikiwe sana na Bwana. Didier Mulumioderwa Murula ubarikiwe sana na Sirit kwa namna mlivyotufuata. Chubaka Lela Safi Masonga ubarikiwe. Engineer Ndagano, Mungu pamoja na wewe. Papa Lenta Mwira, naona mumetufuata sana kwa wingi leo, na Mungu awabariki sana. Josue ubarikiwe, Mungu aendelee kuwa pamoja na ninyi. Ndugu yetu ambaye iko anatufuata sana, Evangeliste Clement akiwa mjini Uganda, ubarikiwe pamoja na hawa wote mnaotufuata nao. Mungu wa mbinguni aendelee kuongezea maradufu kwa namna mnaendelea kutufuata. Baraka Mungu iko, ubarikiwe sana. Agate na Bintu, Mungu akubariki kwa namna mnavyoendelea kutufuata katika neno la Mungu. Huyu dada Josephine Bienereze mahali unapatikana, ubarikiwe na Bwana kwa kutufuata katika neno la leo. Kipindi Mtajua Kweli, na kweli itawaweka huru kinaletwa kila siku ya tatu kunako saa 2 za usiku mpaka saa 3, lakini pia na siku ya 5 kunako saa 2 mpaka saa 3. Lakini mtaendelea kwa wasikilizaji wetu wazuri, na Mungu awabariki. Somo letu litaendelea tena siku ya 3. Nina matumaini tutaonana, na nina matumaini Mungu ataendelea kuwajalia neema kwamba muwe wasikilizaji na muwe watazamaji. Mungu awabariki. Na sasa tunataka kuwaombea. Baba Mungu aliyeumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo, tunao moyo wa shukrani mbele zako kwa namna umetupa muda huu wa kulifunza neno lako. Hawa Wakristo waliotufuata kwa nchi za mbali, kwa province tofauti, wenye wako katika jamaa wanaketi wakifuata neno lako. Mungu tunawaombea wa wasikilizaji na watazamaji, wape kutambua kwa njia hizi 5, wapate kupambanua na kugundua manabii wa uongo. Na nina matumaini utawasaidia kupinga mafundisho yao na kuendelea kubaki katika msimamo wa kweli wa neno lako. Neema hii ninaombea kanisa la Nayoti kwa jumla. Ninaombea Wakristo wetu. Ninabariki kanisa letu la Selpa Nayoti, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, kila mtu kwa jina lake mahali anapatikana. Wape neema kushinda nabii wa uongo. Wakristo wote ambao wanapenda kipindi hiki, Mungu wape ushindi zidi ya nabii wa uongo. Neema hii ninawaombea katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu na wabariki. Amina.